mama mzazi wa hayati John Pombe kuzaliwa kwake. Marehemu Mama Suzana Ngoro Musa alizaliwa tarehe 1 Juni mwaka 1936 katika kijiji cha Matale Ng'ombe, kata ya Misasi, wilaya ya Msungi, mkoa wa Mwanza. Alikuwa mtoto wa pekee katika familia ya mzee Musa Iti na mama Eva Daudi. Makuzi na maisha yake ya kiroho. Marehemu Mama Suzana Ngoro Musa alielewa katika maadili mema ya Kiafrika yaliyosisitiza heshima, upendo, mshikamano na uchapakazi. Aidha, alipata malezi ya kiroho katika imani ya Kanisa Katoliki na kubatizwa katika parokia ya Buhigo Misasi. Katika kipindi chote cha maisha yake alikuwa muumini mwenye imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu na aliishi maisha ya mfano kwa familia na kwa jamii iliyokuwa ikimzunguka. Elimu. Mama Suzana Ngoro Musa alipata elimu ya watu wazima iliyomwezesha kujua kusoma na kuandika. Pamoja na changamoto za nyakati hizo, alitathmini na kuithamini elimu na kuhakikisha watoto wake wanapata malezi na misingi bora ya maisha. Ndoa na familia. Marehemu Mama Suzana Ngoro Musa aliolewa na marehemu Bwana Joseph Magufuli Mariko Nyahinga mwaka 1954. Mwaka 1958 alipata sakramenti ya ndoa katika kanisa lililopo kijiji cha Sungusira, kata ya Sungusira, Geita Vijijini, mkoa wa Geita. Ndoa yao ilijaliwa kupata watoto 15, wakiwemo wanawake 8 na wanaume 7. Mama Suzana Ngoro Musa alikuwa mlezi mwenye upendo, uvumilivu na hekima kubwa katika malezi ya familia yake. Alijitahidi kuwalea watoto wake katika misingi ya hofu ya Mungu, bidii ya kazi, nidhamu na uzalendo. Maisha yake katika jamii. Katika maisha yake yote, marehemu Mama Suzana Ngoro Musa alikuwa mtu mwenye upendo mkubwa kwa watu, mkarimu na mshauri wa jamii. Aliishi kwa kushirikiana na watu wa rika na hali mbalimbali bila ubaguzi wa aina yoyote. Alikuwa mkulima hodari. Alijituma katika shughuli za uzalishaji mali na kuwa mfano wa uchapakazi katika jamii. Inakadiriwa mwaka 1976 aliweza kuishi na kuhudumia watu zaidi ya watu 38 nyumbani kwake, huku akifanikiwa kuvuna tani 7 za pamba. Marehemu Mama Suzana Ngoro Musa alijulikana pia kwa moyo wa kusaidia wenye uhitaji, kupenda amani, kuhimiza mshikamano wa kifamilia na kutoa malezi yaliyojenga viongozi wenye maadili mema wa kitaifa. Kuugua kwake. Marehemu Mama Suzana Ngoro Musa alipata kiharusi miaka 8 iliyopita kutokana na atrial fibrillation, yaani ni hali ya moyo ambapo mapigo ya moyo yanakuwa ya haraka na
ya kawaida kutokana na machafuko ya mawimbi ya umeme kwenye vyumba vya juu vya moyo na shinikizo la damu lisilodhibitiwa vizuri. Alikuwa pia na historia ya kisukari na shinikizo la damu. Kutokana na tatizo hilo, mama alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Aidha, katika kipindi chote cha miaka 8 mama alikuwa akipatiwa huduma mbalimbali zikiwemo za vipimo, kulazwa, kutibiwa katika hospitali mbalimbali zikiwemo hospitali ya Jakaya Kikwete, hospitali ya taifa ya Muhimbili, hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, hospitali ya rufaa ya kanda ya Chato pamoja na hospitali ya wilaya ya Chato. Baada ya matibabu, hali yake iliendelea kuimarika, japokuwa aliendelea kuwa chini ya uangalizi wa karibu wa madaktari pamoja na familia yake. Kifo chake mnamo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026 majira ya asubuhi, hali ya afya ya marehemu Mama Suzana Ndoro Musa ilibadilika na kupelekwa hospitali ya rufaa ya Chato kwa ajili ya matibabu. Baada ya kupatiwa huduma za matibabu, hali yake ilionekana kuimarika na kurejeshwa nyumbani. Hata hivyo, majira ya jioni hali yake ilibadilika tena kutokana na moyo kushindwa kufanya kazi, yaani cardiac arrest. Hali hiyo ilipelekea kifo chake majira ya saa 1:40 usiku. Marehemu Mama Suzana Ndoro Musa ameacha watoto 8, wanawake 4 na wanaume 4, wajukuu 77, vitukuu 125 pamoja na kirembwe 1. Marehemu Mama Suzana Ndoro Musa atakumbukwa kwa upendo wake mkubwa kwa familia, uchapakazi wake, unyenyekevu, malezi bora na mchango wake katika kujenga jamii yenye mshikamano na maadili mema, bila kusahau usemi wake aliokuwa anapenda kusema ya kwamba tufunikwe kwa damu ya Yesu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Mwenyezi Mungu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.